Kuna shehe mmoja nishaye kumsikia nasema kwamba kuna baadhi ya watu wakifariki wanakwenda peponi. Katamani nisikie hii kutoka kwako. Watu gani ambao wakifariki kwenye dunia sasa hivi wanakwenda peponi moja kwa moja na sharti liweje? Watu ambao wakifariki wanakwenda peponi ni wale ambao yaamaluna alhasanat, wanaofanya matendo mazuri. Hawa wakifa watakwenda peponi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Yeyote yule ambaye anayefanya matendo ya kheri kaifanyia nafsi yake na anakwenda peponi, na yeyote anayefanya matendo ya shari ni anaifanyia nafsi yake na atakwenda motoni kama hatotubia. Naona majambo. Lakini kuna watu ambao wanaweza wakaenda peponi kwa sababu ya sababu minal asbab, kwa sababu miongoni mwa sababu tu. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaitwa ashuhada, mashahidi. Wao ni moja kwa moja wanakwenda peponi. Mwenyezi Mungu anasema wala tahsabanna alladhina wala tahsabanna, na wala msidhani kwa wale ambao kutilu fi sabilillah amwatun, waliouawa katika dini ya Allah au katika njia ya Allah, msidhani wale wamekufa, bal ahya, bali hawa watu wapo hai, inda rabbihim yurzaqun, na kwa Mwenyezi Mungu bado riziki zao wanapata kama kawaida. Yani wale waliouawa vitani msifikiri wamekufa, wale wako hai. Sawa? Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wamekufa katika majanga. Wapo watu ambao wanahukumiwa kwenda peponi moja kwa moja. Mfano, kuna wale wakina mama ambao wao walikuwa wanatekeleza swala tano na wanatekeleza baadhi ya ibadati, alafu wamekufa katika sala la uzazi. Hawa wanakwenda peponi na maiti zao haziozi hata miaka kadhaa, ukifukua utakuta iko vile vile kama kazi kwa jana vile. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wamekutana na mazonge mazito sana na wakawa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, labda wameungua na moto mpaka wamekwisha, wamezama baharini, wamepotelea huko baharini, lakini walikuwa ni Waislamu na wanafata utaratibu wa la ilaha illa Allah. Hawa wanakwenda peponi moja kwa moja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wengi hapo, makundi ya watu wengi kabisa ambao, lakini cha mwisho kabisa iko hivi, panatazamwa ule mwisho wa kuondoka kwake, ndipo mtu anaweza akapewa bishara. Kwa namna alivyoondoka huyu ana bishara njema, kwa namna alivyoondoka huyu ana bishara mbaya. Lakini kitu kingine, ile dhikrayat, yani baada ya kufa anasemwaje? Yani mtu mbaya huwa asemwi vizuri mzee baada ya kufa, atasemwa kwa ubaya wake tu, na mtu mwema huwa anasemwa kwa wema wake. Ndio jinsi ilivyo, yani ndo kanuni jinsi ilivyo. Imam Shafi ana maneno anasema, daqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawan farfa, yani sema linafsika qabla, yani farfa linafsika qabla mautika dhikruha wa dhikru lilinsani umrun thani. Anasema hivyo al-Imam Shafi'i, anasema daqatu qalbi almar'i qailatun lahu, haya mapigo ya moyo yanapopiga katika moyo, katika mwili wa mwanadamu, huwa yana maneno yanamwambia huyu mwanadamu. Yanasemaje? Yanasema innal hayata daqaiqun wa thawanin, uhai ambao tunaouona ni madakika tu na masekunde yake. Sasa kama ndivyo hivyo, anasema farfa li nafsika qabla mautika dhikruha, farfa li nafsika qabla mautika dhikraha. Anasema jitahidi sana kabla ya kufa kwako, tengeneza CV, unatajikaje baada ya kufa kwako. Yani yale matukio ya kutajika baada ya kufa yanatengenezwa kabla ya kufa. Fadhikru lilinsani umrun thani, anasema kule kukumbukwa kwa mwanadamu ni sawa na kuishi tena duniani, ni umri wa pili kuishi tena hapa duniani. Sasa wewe umri wako wa pili unataka utajweje? Ulikuwa bingwa sana wa mademu, bingwa sana kuchukua wake za watu, bingwa sana wa kamari.
Fadhikru lilinsani, kutajika vema kwa huyu mwanadamu, umrun thani, ni sawa na kuishi tena kwa mara ya pili katika dunia hii. Sasa maisha yako ya mara ya pili yaweje? Yaandae we mwenyewe ukiwa hapa duniani. Kwa hiyo watu ambao watakao kwenda peponi ni watenda mema, lakini kadhalika na wale ambao yarjuna liqaa rabbihim, wanaotarajia kukutana na Mwenyezi Mungu. Wewe ukiwa unatarajia kukutana na Mwenyezi Mungu, huwezi kufanya mauzauza shekhe. Lazima utafanya matendo mazuri, kwa sababu unajua na kwenda kukutana na mwenyewe bwana mkubwa huku. Sasa nisipojiandaa, unafikiri itakuwaje? Kwa maandalizi ni kitu bora sana sana sana. Mmoja ana maneno anasema, ad-dunya baitul fana, ad-dunya kabaitin nasajatiha al-ankabut. Anasema hii dunia jinsi ilivyo ni nyumba inayokufa. Dunia namna ilivyo ni sawa na uzi ule ambao anaotengeneza nani? Buibui. Tazama ule udhalili na udhaifu wa uzi wa buibui, ndivyo vile vile ilivyo dunia. Ndio akasema mtu mwingine akasema, ad-dunya anasema aqallu min al-qalil wa ashquha adhallu min adh-dhalil law kana ad-dunya tadum la kana Muhammadu hayya daim. Anasema dunia ni kitu kidogo mno, na matamanio ya kuitamani dunia ni kitu dhalili mno, kwa sababu dunia ingekuwa ni kitu kinachodumu, basi mtu wa kwanza kudumu angekuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dunia ililia kwa kumkosa bwana Mtume Muhammad. Malizia. Kwa hiyo kwa hali hiyo tunasema atakaye kwenda peponi ni yule ambaye atakayetenda matendo yaliyo mema biidhnillahil karim. Na hili swala la mtu kufa dhambi kupewa mwingine, mara kadhaa unasikia mtu kimuua dhambi unapewa wewe, dhambi zake unachukua wewe. Tulikuwa tunakalilishwa hivyo tulikuwa wadogo. Natamani nifahamu wale ambao wanampiga mwizi, yule mwizi ambaye alikuwa na matendo mabaya, mwisho siku akaiba akapigwa hadi akafa. Ni kweli wale waliompiga wanachukua dhambi za yule mwizi ama inakuwaje? Ndio. Waliompiga wanachukua dhambi zake za yote aliyoyatenda, kwa sababu suala katika dini ya Kiislamu kuna sheria ya mwizi. Yani mwizi akiiba akakamatwa, yule mwizi, zipo taratibu, inatakiwa akatwe mkono, na sio kila kinachoibiwa akatwe mkono. Pia Uislamu unatazama thamani ya kilichoibiwa. So kaiba kuku akatwe mkono, haiko hivyo mzee. Haiko hivyo kabisa. Yani kuna vitu ambavyo akiiba vikifikia hadi ndio itapelekea hadi yeye kufanyaje? Kukatwa. Sio kaiba kuku tu akatwe mkono huyo. Kaiba sikapokonya simu ya mtu akatwe mkono. Uislamu hausemi hivyo. Yani unakwenda kwa grade zake, kwa taratibu zake. Vipo vitu akiiba anatakiwa atandikwe bakora tu, iwe habari yake imeisha na asirudie tena. Sasa watu ambao waliomkamata mwizi wakampiga yule mwizi wakamuua, basi huyu mwizi huyu makosa yake watayabeba hawa watu. Huenda huyu kama asingeuawa hapa, labda baadaye angetubia. Na ndio hapa anakuwa muflis. Mara kadhaa tumekuwa tunasoma hii hadithi ya muflis. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba wake. Siku moja akawauliza, tadruna man muflis, mnamjua mtu aliofilisika? Wakasema aliofilisika kwetu ni yule ambaye alikuwa na pesa zikaondoka. Mtume akasema, la, almuflisu fina man yati yawm alqiyamati bisalati wazakati wasiyam wa yati wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa hakadha. Anasema ya kwamba muflisi ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama kaswali swala 5 vizuri, lakini saumu ya mwezi wa Ramadhani kafunga vizuri, haji amekwenda kuhiji vizuri, sadaka anatoa vizuri, matendo yote mazuri anafanya, tena kwa ustadi mzuri kabisa. Hatari yake mtu huyu, wayati, atakuja hiyo siku ya kiyama, waqad shatama hadha, kamtukana huyu. Ndio maana kuna baadhi ya nyakati huwa tunasema, si hata wale wanaotutukana si katika comment, si tunasema wanatuhifadhia katika akaunti yetu ya akhera. Tunasema alhamdulillah, tena inawezekana tunawaombea watukane zaidi ili sisi tuzidi kuchuma. Yupo bwana mmoja, yeye alikuwa anatembea katika yale magenge ya watu ambao wanamsema vibaya na kumwongelea kwa ubaya, anawalipa fedha, anawaambia msiache, chukueni haya malipo, aendeni endeleeni kutukana, kwa sababu ile jambo zuri mnalofanya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu mtu anayekuja katika hali kamtukana huyu,
wa akala mala hadha, kala mali ya huyu, wa dharaba hadha, kampiga huyu, wa kadhafa hadha, kamzushia huyu. Atakuja wewe kafanya matendo mengi sana ya ajabu ajabu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Atakuwa anapewa sasa, huyu anapewa mema kutoka kwa mtu yule aliyotukanwa, anapewa mema kutoka kwa mtu yule aloswali vizuri, akafunga vizuri, akafanya matendo mazuri, anapewa mema yake. Yule alozushiwa anapewa mema yake, aliyopigwa anapewa mema yake, yeye anazidi kupungua hapa kwake, lakini aliyouawa anapewa mema yake. Sasa kisha baada ya hapo sasa masahaba wakasema fa infaniyat, sasa mema yake yakiisha, kabla an yuqda alaihi, kabla yeye mwenyewe hajahukumiwa, inakuwaje sasa hapo bwana Mtume Muhammad? Mtume akasema ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi nar, basi kitachofanyika hapo yatachukuliwa makosa yake, yani makosa yao wale ambao waliwafanyia matendo haya, alafu yale makosa yanakadiriwa kutokana na uzito wa kile yeye amewafanyia, anapewa yeye, alafu yeye anaenda motoni. Wale ambao waliwadhania wanakwenda peponi, yani aliwadhania wanakwenda motoni, wao wanakwenda peponi. Lakini mema ameyafanya mtu mwingine, wao wamevuna mema yalofanywa na mtu mwingine kwa sababu ya uzembe wa kutukana watu, kuwazushia watu, kuwaua watu, kuwapiga watu, kuwafanyia matendo ambayo yasiyo stahiki katika hili. Kwa hiyo kuna watu wengi sana bwana Nyundo watakuwa muflisina siku ya Kiyama, ambao kwa jicho la kawaida tunaona wacha Mungu sana, lakini mwisho wa siku wa watu watafilisiwa mema yao yote, kwa sababu sasa hivi ndio dunia iko hivyo. Matusi, watu wanatukana bila kujali.